Mtazamaji wa Digital News Tanzania, hapa ni katika kijiji cha Ikondo. Kama ambavyo unafahamu, hivi sasa mvua zinaendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali hapa nchini, lakini pia hasa ndani ya mkoa wa Njombe. Tuko hapa hii leo kwa ajili ya kukabidhi bati kwa waathiriwa wa mvua ambazo zimetokea katika kijiji hiki cha Ikondo na kata ya Ikondo. Bati hizi zimetolewa na mbunge wa jimbo hili Mheshimiwa Edwin Enos Swale. Lengo ni kuwafariji watu hawa ambao wameweza kupata na maafa. Lakini hapa tutawasikiliza viongozi wa kata, viongozi wa chama, lakini pia tutawasikiliza na baadhi ya waathiriwa wa matukio haya. Mnamo tarehe 17 ya mwezi wa kwanza mwaka huu wa 2026 yalitokea maafa, kwa maana majira ya saa 9 alasiri ilitokea mvua kubwa iliyoambatana na upepo na ikasababisha nyumba za wakazi wetu wa kijiji cha Ikondo zikaezuliwa na upepo, ambapo takriban nyumba 11, kaya 11 zilizoezuliwa na upepo. Baada ya kupata taarifa hizo na kujionea, kama kamati ya maafa ngazi ya kata ambayo ikiongozwa na Mheshimiwa Diwani wa kata yetu ya Ikondo, tulianza kupitia kaya moja baada ya kaya nyingine kwa ajili ya kujiridhisha na kuona madhara yaliyotokea katika kaya hizo. Baada ya hapo tarehe 19 tulikaa kikao chetu cha kufanya tathmini ya kaya zile zote ambazo zinaathirika na upepo. Madhara makubwa yaliyotokea katika hizo kaya zote ilikuwa ni nyumba kuizuka kwa bati, lakini swala la hao wote walioathiriwa hakuna aliyopata madhara ya kiafya, kwa maana kudondokewa na matofali au vinginevyo. Hakuna madhara hayo. Wala madhara ya chakula hakuna. Kaya hizo zote hakuna iliyopata madhara ya chakula zaidi ya kuzuliwa tu kwa bati. Baada ya tathmini hiyo na kufanya kikao chetu, tuliwasilisha ngazi ya halmashauri, kwa hiyo kamati ya maafa ngazi ya halmashauri kwa kushirikiana na Mheshimiwa Diwani na halmashauri kiongozwa na mwenyekiti wa halmashauri, walikaa kikao chao pamoja na Mheshimiwa mbunge, wakaona sasa kwa kuwa jambo limeshatokea kwa wakazi hawa wa Ikondo, waweze kuwasapoti kwa hizo bati. Kwa hiyo hii leo tarehe 7 ya mwezi huu wa pili, kaya hizi zote ambazo takriban ya 12 zote zinaenda kupatiwa bati kadri ya idadi ya bati ambazo kwa zinahitajika kwenye ile kaya zao. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge akishirikiana na ofisi ya halmashauri inayoongozwa na mkurugenzi na mwenyekiti wetu wa halmashauri wameweza kutoa hizo bati 100 ambazo zinakidhi mahitaji ya kaya zote ambazo zimezuliwa. Nitumie nafasi hii kwanza kuwapa pole wananchi kwa majanga yaliyotokea hapa Ikondo. Ikondo hapa yametokea majanga ya kuezuliwa nyumba, wananchi hawana mahali pa kukaa. Kwa sisi kama uongozi wa halmashauri tunachukua nafasi hii, mimi kwa niaba ya wenzangu wote, waheshimiwa madiwani na timu nzima ya wataalamu, kuwapa pole wananchi kwa kilichotokea. Lakini baada ya tukio hili kutokea, pia tulimjulisha Mheshimiwa mbunge wa jimbo letu la Lupembe, tukakaa pamoja, tukafikiri namna ya kuweza kuwasaidia wananchi. Na kama ambavyo mmeona, tumepita huko, tumejiridhisha hakuna madhara ya binadamu yaliyotokea. Madhara makubwa ni mapaa yalikuwa kuezuliwa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Lupembe, wakili msomi Mheshimiwa Swale, ambaye yeye kwa mapenzi yake mema ameamua kutusaidia kuungana nasi sisi kama halmashauri. Na kwa kweli mchango wake ni mkubwa sana, kwa sababu sisi halmashauri tumegusa asilimia ndogo kwa sababu mambo yetu ni mengi, lakini Mheshimiwa mbunge ametoa mchango wake zaidi ya asilimia 80. Ametoa bati 80 na sisi halmashauri katika kumuunga mkono Mheshimiwa mbunge tumechangia bati 20 ili tuungane naye. Lakini pia kanituma mimi kama mwenyekiti wa halmashauri kuja kuwapa pole wananchi, lakini kukabidhi mchango wake kwa wananchi ambao tumekuja kuleta hapa wa bati hizo zote 100 ambazo tumekuja nazo. Halmashauri kimechanga 20, lakini yeye mwenyewe kupitia mfuko wake binafsi akiwa ametoa bati 80. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa mbunge. Lakini kubwa tunawapa pole wananchi kama ambavyo nimesema,
na hapa Ikondo kazi kubwa imefanyika sana katika miaka mitano ambayo mbunge wetu amefanya. Imefanyika kazi kubwa na rais wetu amefanya kazi kubwa. Ikondo imefunguliwa, leo tunashuhudia kuna huduma za mawasiliano. Leo tunashuhudia hapa Ikondo kuna kituo cha afya. Leo tunashuhudia hapa Ikondo pana sekondari. Rais ametupa tena fedha hapa Ikondo za kujenga bweni zaidi ya milioni 135. Leo rais ametupa pesa za kufungua huduma ya miundombinu kwa maana ya barabara zaidi ya milioni 980 ambazo zinajenga barabara kwa nzege katika maeneo yote korofi. Kwa hii inaonyesha namna gani mheshimiwa mbunge anapomlilia mheshimiwa rais anafanya, na kwa kweli sasa Ikondo imefunguliwa. Tunachoweza kusema sisi tunaungana na wananchi kuwapa pole kwa haya yaliyotokea, lakini tunaombea afya njema, waendelee vizuri ili kazi na maono ya mheshimiwa rais yaweze kutimia. Tumeona tuungane nayo. Na hapa anasema Biblia inasema lieni na wanaolia, furahini na wanaofurahia. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge, lakini kubwa tunamshukuru mheshimiwa diwani kwa kazi kubwa ambayo amefanya ya kutoa taarifa na ufuatiliaji wa karibu kwetu sisi halmashauri ili kuona wananchi tunaweza kuwasaidia. Baada ya kusema haya nawashukuru sana, asanteni sana. Kwa jina naitwa Clayton Patrick Rulambo, katibu wa mheshimiwa mbunge wa jimbo hili la Lupembe, ndugu yetu Edwin Enos Swale. Niseme tu kwamba kwanza na ofisi ya mheshimiwa mbunge, kwa niaba ya mheshimiwa mbunge naomba niwape pole sana wote waliopatwa na maafa haya ya kuezuliwa nyumba zao. Mheshimiwa mbunge amesema nilete salamu hizi za pole sana. Mheshimiwa mbunge yupo na wananchi wa jimbo hili la Lupembe wakati wa raha na wakati wa shida, hasa shida kama hizi zinazowakumba wananchi wao. Mheshimiwa mbunge toka apate taarifa hizi za kupata maafa wananchi wake, Mheshimiwa mbunge ndio maana leo ameamua kunituma nije niongozane pamoja na mwenyekiti wa halmashauri kuja kukabidhi bati 80 za wahanga hawa wa Ikondo. Na Mheshimiwa mbunge sio kwamba anasaidia Ikondo tu, sehemu nyingi zinazopata maafa au kwenda jambo lolote lile linalogusa wananchi, basi Mheshimiwa mbunge yuko tayari kusaidia watu wake. Lakini bahati nzuri mwenyekiti wa halmashauri akifanya mawasiliano na mheshimiwa mbunge aliweza kutupa majibu kwamba anahitaji tarehe ya leo kuja kutupa bati ambazo kimsingi nafikiri tumeweza kuzipokea, ambazo leo zipo mbele yetu. Hivyo nichukue nafasi hii kumshukuru sana mheshimiwa mbunge, lakini pia kwenye ofisi ya mwenyekiti wa halmashauri pamoja na mkurugenzi wake kwa namna walivyoiona changamoto hii na wakaichukulia uzito mkubwa na hatimaye kuweza kuwasaidia wananchi wetu wa kijiji cha Ikondo. Hivyo basi nasema Mungu awabariki na watie nguvu. Naitwa Batili Edison Mtema, ni mkazi wa kijiji cha Ikondo, kata ya Ikondo. Kwa hiyo tokea tunapata haya maafa kutoka hiyo tarehe 17 mpaka sasa tunaishi tuko majirani, kwa sababu hali yetu ni ya kiuchumi ilikuwa ni duni. Uwezo wa kurudisha ile nyumba kwa wakati huu ni mgumu. Tunategemea wakati wa kiangazi labda tukivuna maharage au mahindi. Lakini tumshukuru kwanza Mungu kwa neema hii ya mheshimiwa mbunge, diwani na bodi yake yote ya halmashauri. Kwa sababu tulikuwa hatutegemei kama tunaweza kurudisha kuta kwa nyakati hizi, kwa sababu mpaka sasa yamebaki kama magofu tu. Lakini mheshimiwa mbunge na staff yake yote kwa hekima yake na kutuangalia watu wake wa Ikondo, cha kwanza tumtangulize Mungu. Mungu ambariki sana sana sana. Ombi langu jingine, ili serikali yetu sasa imuunge mbunge kwa kijiji chetu, niombe serikali ya kitongoji, maana bado si ni wahanga pia ili magofu yetu yarudi mahali pake, basi niwaombe kwenye asilimia nyingine watusaidie pia kama kamchango kao kutuchangia, tukapata hata tofali na mbao, tukarudisha yale magofu yarudi mahali pake ili tuje huko kukaa kwa ndugu zetu. Lakini mtupelekee salamu nyingi kwa mheshimiwa Swale. Mungu ambariki sana, kwa sababu shida haziishi leo wala kesho. Leo kwangu, kesho kwa mwingine, na mheshimiwa huyu atatushika tena mikono. Mungu ambariki sana. Majina naitwa Titus Maroko Kamonga, ndio mwenyekiti wa CCM kata ya Ikondo. Kwanza mimi nipende kushukuru kwa nafasi hii,
hasa kwa mheshimiwa mbunge wetu akiambatana na mheshimiwa diwani wetu kwenye kata yetu, akiambatana pamoja na rais pamoja na mwenyekiti wetu wa halmashauri kwa kazi kubwa walioifanya. Hatujawahi kupata kitu kama hiki toka tumeanza, na viongozi tunaoona wakiwepo wabunge, wakiwepo kina nane, wakiwepo na wengineo. Lakini kwa wakati huu, kwa awamu hii ya 6, ninaamini uongozi upo na unafanya kazi, hasa kwa mheshimiwa Swale ambaye ni mbunge wetu, akiambatana na madiwani na mwenyekiti wetu wa baraza wa halmashauri ya madiwani. Anafanya kazi kubwa sana. Kwanza nipende kuwapongeza sana. Mimi ni watu ambao wamepatia majanga ya kuezuliwa nyumba tarehe 17 mwezi wa kwanza ndio tatizo lilitokea, na tunashukuru viongozi kwa sababu baada ya kuona lile walikuja kuchunguza na kufanya tathmini, wakatuambia kama serikali tutakwenda kufanya utaratibu kutoa ngazi husika, na hatimaye siku ya jana tumepewa taarifa kwamba tufike hapa kwa ajili ya viongozi wanakuja kuwapa pole. Kwa baada ya kufika hapa kuona hili na kuona pia bahati hizi ambazo mmekuja nazo na kutoa pole asilimia kubwa kuanzia mbunge, diwani, lakini pia mpaka ofisi ya kijiji tukizungumzia mtendaji, mwenyekiti na kitongoji. Kwa kweli tunashukuru sana kwa ushirikiano huu. Tunasema kwa kibali tuongiche. Kwa kweli Mungu awabariki, na tunaomba na sisi pia tutakuwa tayari kutoa asante hii kwa sababu hajawahi tokea miaka mingine kutusaidia kama hivi uliosaidia leo. Sisi kwa kweli toka tupate matatizo ya maafa haya. Mimi naitwa Petro Kazibule Suli. Toka tarehe 17 tulipopata maafa haya tunaishi kwa majirani zetu. Kwa hiyo mimi nashukuru serikali kwa jumla, mbunge, diwani na serikali ya kijiji cha Ikondo kwa kutusaidia. Asante.